wa mchezo huu wa rollball kidogo, dakika 2-3 kabla ya kumhusisha rais, pia dakika 2-3, alafu bwana tusepe zetu. Kocha, tuanze tu kwa majina kisha bwana kikosi umekiandaje? Kwa majina naitwa Martin Abunde. Kikosi kiko sawa, kiko imara na tunajua tuko tayari sasa kwa michuano. Pengine ni hasa upande upi ambao unaboresha zaidi? Kwa sasa tunaboresha kucheza kwa hali ya kasi, kwa sababu hata ukiangalia tunajaribu kufanya kila kitu kwa hali ya kasi, kwa sababu teams mingi mchezo ni wa hali ya upole. Nyuzi joto unajua kule Dubai ni za juu zaidi. Je, umewaandaa vipi hao bwana wanatoka katika maeneo ambayo kidogo nyuzi joto hizi ziko chini kidogo? Sifikiri kitatuadhiri sana kwa sababu mchezo wenyewe iko ndani ya ukumbi na pale weather itakuwa iko controlled kiasi. Sasa shida tu ni ya kuwa sasa tuna train nje, kule tunacheza ndani. Kwa hivyo kutakuwa na uzito wa hewa. Hiyo tu ndio shida kubwa ile tunaona. Hili linawaathiri vipi? Manaki mnacheza nje kisha ukienda mashindano mnacheza ndani. Kwa serikali utawaambiaje? Serikali wamejaribu vile wanaweza, lakini kwa sasa hatukupata uwezo wa kutumia ukumbi ile inatakikana kwa sababu ya size, pia size ya kiwanja pia ina mata sana. So hapo tayari maybe kwa mashindano zile zitakuja baadaye itakuwa ni vyema kabisa kama watu watatumia watu watajitayarisha kwa hali ya kawaida ile ya kama ni mchezo unachezwa ndani ya ukumbi, watu wa train kwa ukumbi. Bana, kwa mashabiki utawaambiaje? Kwa mashabiki hatutawaangusha. Tutafanya vile tunaweza kwa uwezo wetu tuweze kuiregesha. Ndivyo. Asante sana kocha, ni kuruhusu utoe maelekezo kwa vijana na wasichana wanapopiga mazoezi. Asante sana. Asante. Huyo ni kocha wa timu hii ya taifa ya mchezo wa rollball upande hasa wa wanawake na wavulana. Dakika 2 nizungumze na rais wa shirikisho la hasa mchezo huu wa rollball. Rais, karibu zaidi kwenye Zili Zala viwanjani. Tuanze tu kwa majina kisha bwana, Kenya kwa mabingwa na Kenya kwa mataifa ambalo linaangaziwa zaidi duniani. Siri imekuwa ipi miaka hii yote? Jina ni Samuel Litaba, rais wa Kenya Rollball Federation, na tumekuwa tangu 2010 ndio tulianza huu mchezo Kenya. Tumekuwa kwa World Cup 6, hii ndio itakuwa ya 7 tunayoenda Dubai, na Kenya wamekuwa wakipanda kila World Cup, wanaendelea kusonga mbele. Tangu mwaka wa 2015 tulipata wanawake walikuwa washindi, na kile kinatusaidia sana ni kuwa na coaches wale wako kwa level ya juu. Sana tulitafuta coaches wale wa handball. Hao ndio coaches wazuri kwa upande wa rollball. So wametusaidia sana kukua. Tuna mafunzo ya makocha, tuna mafunzo ya watu ambao wanafanya officiating, ndio game iweze kupanda, sababu tunapocheza zaidi game inaendelea kupanda. Lakini shida kubwa ambayo tuko nayo ni viwanja ni vichache sana. Ndio unaona hata wakati huu tuko hapa nje, kwa sababu viwanja tunapata tu Kasarani na 1, 2, 3, lakini tunaomba kwamba tuweze kupata viwanja zaidi, tuwe na wafadhili watusaidie kujenga viwanja. Yes. Tukimalizia, pengine ni lini hasa wachezaji hao wanaondoka nchini, na wachezaji wangapi ambao watakuwa katika vikosi vyote, wanaume na wanawake? Na je, wanaondoka hasa kwa zamu ya wanawake kwanza ama wanaume kwanza? Tutaondoka sote pamoja, wanawake na wanaume pamoja, na tarehe 11 tukielekea Dubai, alafu tutacheza na kufunga kazi tarehe 19 na tarehe 20 tutarejea hapa nchini. Yes. Kwa mashabiki wote ambao wanatizama, wanafuatilia mchezo huu wa rollball, wamekuwa wakija hapa katika uwanja wa Kasarani, unawahakikishia nini bwana kule Dubai timu hii ya taifa? Timu ya taifa ni tayari sisi ni washindi. Mwaka 23 tulikuwa washindi, wanawake kwa wanaume, na wakati huu tuko na imani
kwamba tutaenda kuchukua, sababu tunajua kila mtu ametupangia, lakini sisi pia tumejipanga vilivyo. Umepata udhamini kutoka kwa serikali, sio? Serikali imetusaidia, hiyo tumekubali na tunashukuru sana. Ndio. Asante sana Rais bwana, na kila laheri. Haya, asante sana. Huyo ni rais wa shirikisho la mchezo wa rollball bwana Litaba, akizungumzia jinsi utayari wa timu hii upo na jinsi shirikisho hili limekuwa likifanya halahala kuhakikisha kwamba timu hii ipo tayari, akizungumzia changamoto kubwa ni viwanja, na hisi kwamba Wizara ya Michezo ikiongozwa naye Waziri bwana Salim Mvurya itakuwa inaangazia masuala kama haya kuhakikisha kwamba mchezo huu wa rollball una hasa shamiri kimataifa, kizingatiwa kwamba Kenya ndio mabingwa watetezi. Ndio mwisho wa Zilizala Viwanjani. Shukrani zaidi kwa kuwa nami tangu mwanzoni hadi